Wakati tukiwa tunaelekea kwenye dirisha dogo la usajili ambalo linakuja muda si mrefu, Januari hii tutakapokuwa tumeupindua mwaka, bila shaka utakuwa umesikia tetesi za wachezaji kadhaa ama wengi kiasi ambao wamekuwa wakihusishwa na klabu ya Young Africans kama sehemu ya kuja kuongeza ubora kwenye maeneo ambayo wamekuwa wakionekana kuwa na uhitaji kwenye kikosi hicho. Na ni wazi kwa wale ambao tumekuwa ni wafuatiliaji zaidi, tutakuwa tunagundua kwamba kuna baadhi ya majina ambayo yamekuwa yakihusishwa kuja kwenye kikosi cha Young Africans yamekuwa ni wachezaji ambao katika hali ya kawaida kuna baadhi ya watu walikuwa wanaona kama vile labda pengine kuna uhalisia ambao unaweza kuwa mgumu kiasi, labda gharama, upatikanaji wa wachezaji, uhalisia wa dirisha lenyewe. Lakini kupitia jukwaa hili, kwa maana ya hii channel yangu ya Hatim Abdul, binafsi niliweka wazi kwamba Young Africans kulingana na biashara ambayo waliifanya katika dirisha kubwa, wanao mzigo wa kuweza kuwaruhusu kuingia sokoni na kwenda kupambana kikamilifu na budget za wachezaji ambao watakuwa ni incoming, ambao gharama zao zinaweza zikawa zimesimama kwa namna moja ama nyingine. Niliweka bayana hapa kwenye video kama 2 zilizopita hivi kuhusu Young Africans kwamba bajeti yao hivi sasa kuelekea kwenye dirisha dogo ina exceed takriban shilingi bilioni 5, kwa sababu niliweka mchakato wa gharama ambazo walizitumia katika dirisha kubwa. Unaweza kwenda ukaona hicho katika video iliyopita, sihitaji tena kurudia hapa, lakini kiufupi wana in excess ya takriban shilingi bilioni 5 ambayo inaweza kabisa kwenda kuwapa kile ambacho wanakihitaji kulingana na mahitaji ya wachezaji ambao wamekuwa wakionekana kuwa na gharama ambazo zimesimama na kulingana na pia na uhalisia wa dirisha. Lakini wote tunafahamu kwamba kuna mapendekezo ambayo Pedro Goncalves alishayaweka bayana, lakini pia kwa ujumla kulingana na bajeti ambayo Young Africans wanayo hivi sasa, wanaweza kwenda kuaddress maeneo yote ambayo watakuwa na uhitaji. Of course, situation ya Young Africans hivi sasa ni kwamba kuna nafasi ambazo zina uhitaji zaidi kuliko zingine, kwa maana ya eneo la namba 9, eneo la namba 10 pamoja na eneo la namba 6. Hizi ni nafasi ambazo tunasema ni muhimu zaidi, yani kwamba kwenye viwango vya umuhimu kwenye kikosi unapozungumzia namba 9, namba 10 na namba 6, hii ni top priority kwa upande wa Young Africans kwa wakati huu kuelekea kwenye dirisha dogo. Hizi nafasi 3 ni kipaumbele chao kikubwa zaidi, lakini ukitoa hizo nafasi 3, kuna nafasi nyingine 2 ambazo zinaweza zisiwe kipaumbele kikubwa sana, lakini kulingana na bajeti ambayo Young Africans wanayo kuelekea kwenye dirisha dogo, wana uwezo kabisa wa kwenda kuziaddress hizo nafasi pia, ama kwenda kuziongezea nguvu. Eneo la winga iwe ni ya kulia au kushoto, lakini pia eneo la fullback ya kushoto. Eneo la fullback ya kushoto kulingana na bajeti ambayo Young Africans wako nayo, wanaweza kabisa kwenda kuliaddress na kwenda kuweka nguvu zaidi katika eneo hilo. Nafikiri imeshadhihiri hivi sasa kwamba tangu Pedro Goncalves akichukua kikosi akiwa ameiongoza Young Africans kwenye michezo 5 ya kiushindani mpaka sasa hivi, ni wazi Mohamed Hussein Shabalala amekuwa ndio kipaumbele kwenye ile nafasi, na Shadrack Isaka Boka hajaanza mechi yoyote chini ya Pedro Goncalves. Hiyo pekee yake nafikiri inapaswa ikuonyeshe kwamba pengine kunaweza kukawa kuna muafaka wa Young Africans pia kutarget eneo la mlinzi wa kushoto. Sasa bila shaka huyu mtu nimekuwa nikimzungumzia kwenye video zangu kadhaa, na ni kwa sababu alishathibitisha kwamba anazungumza na rais wa Young Africans kwa ajili ya kuona kuna biashara za wachezaji kadhaa. Hakusema mmoja, zinaweza zikafanyika biashara za wachezaji kadhaa. Hapa namkusudia Zambro Traore ambaye alibainisha kwamba anazungumza na rais wa Young Africans, kuna biashara ambazo anaamini zitafanyika, na miongoni mwa wachezaji ambao wako chini yake ambao anaweza kabisa kwenda kuakisi uhalisia wa kwenda kuboresha eneo la mlinzi wa kushoto endapo Young Africans watataka kuhakikisha kwamba wanafanya ujenzi wa maeneo yote, kwa sababu nimetaja nafasi 5, 9, 10, 6, winga yoyote kati ya zile 2 kulia na kushoto na eneo la mlinzi wa kushoto. Sasa kuna fullback wa kushoto anaitwa Cheikh Omar Ouedraogo. Huyu ni mlinzi wa kushoto ambaye anacheza katika klabu ya Buake ya pale Ivory Coast. Ni mchezaji ambaye yuko chini ya Zambro Traore. Huyu ni mchezaji ambaye sitokwenda in deep kuhusu yeye, kwa sababu huyu ni mchezaji ambaye mimi nimemfuatilia kwa nafasi yangu. Huenda akawa ni mchezaji ambaye kukawa kuna follow up nyingine yoyote kuelekea kwenye dirisha dogo, kwa sababu Young Africans wanaweza kuwa kwenye position ya kutaka kuimarisha maeneo yote ambayo yanaonekana kuwa yanapelea hivi sasa.
Mtu kama Boka, kwa kesi yake, Boka alisaini mkataba wa miaka 2 mwaka jana na Young Africans. Kwa hiyo tutakapoanza mwaka, Boka atakuwa amebakisha miezi 6 kwenye mkataba wake wa hivi sasa. Na kwa namna ambavyo ameshaonekana kupoteza nafasi kwenye kikosi cha kwanza mbele ya Mohamed Hussein, highly unlikely kwamba kunaweza kukaa kuna nafasi ya yeye pengine kuwashawishi viongozi wakaendelea kumpa kandarasi nyingine mara baada ya hii iliyopo kumalizika. Kwa hiyo ni kama vile nafasi yake inaweza ikawa inajiweka pembeni yenyewe. Kwa hiyo kwa hoja hiyo, huyu Cheikh Omar Odraogo, huyu bwana ni fullback wa kushoto wa klabu ya Bouake kutoka pale Ivory Coast, ana umri wa miaka 29. Of course, kwa uchache sana, huyu ni mchezaji ambaye kwa profile yake na kwa namna ambavyo nimemfuatilia na kumuona, anakupa kitu tofauti kabisa na utakachokipata kutoka kwa kina Mohamed Hussein pamoja na Shadrack Boka. Exactly different, kwa sababu huyu licha kwamba kiasili ni mlinzi wa kushoto, lakini pia anaweza kucheza kama beki wa kati, lakini pia anaweza kucheza kama kiungo wa chini. Kwa hiyo namna ambavyo anauangalia na kuutafsiri mchezo kwa nafasi yake ni tofauti kabisa. Mahitaji yake na uchezaji wake, ni mchezaji ambaye anaweza kukuoffer inverted runs, anaweza kufanya taharuki katika eneo la ndani, some sort of mchezaji kama pengine mtu kama Ricardo Calafiori, kila hapa na pale. Just imagine tu mchezaji wa namna hiyo, yani kiufupi ni huyo fullback ambaye ana opt zaidi kupass akiwa deep, lakini pia akifika kwenye final third ni mtu ambaye anaitafuta pasi yake. Yani sana sana sio mtu kusema kwamba ana cross tu kila wakati. Kuna muda anaweza akawa anaiangalia zaidi option ya kwamba badala tu kupeleka mpira kwenye box, nataka niangalie wapi ni uweke mpira. Kwa hiyo ni hiyo profile ya mchezaji ambaye anasimamiwa na Zambro Traore. Of course inawezekana ndio umemsikia kwa mara ya kwanza kwenye jukwaa hili, na mimi ninachokuwa niko tayari kukithibitisha hapa ni kwamba huyu ni mchezaji ambaye anasimamiwa na Zambro, ambaye yeye alithibitisha kwamba kuna biashara za wachezaji kadhaa zinaweza zikafanyika. Nimetoka kuweka bayana hapa kwamba Young Africans wana bajeti ya kutosha ya kuweza kuaddress mpaka nafasi 5 uwanjani. Kuna wachezaji wa kigeni Young Africans wamekuja kwa mkopo. Kuna baadhi ya wachezaji kama kina Boka ambao mikataba yao inabaki miezi 6 mwaka utakapopinduka. Kwa hiyo room ya kuweza kuondokana na baadhi ya wachezaji wa kigeni na kuingiza wengine kwa bajeti ambayo Young Africans wako nayo ni kitu ambacho kinawezekana. Kwa hiyo watch out Cheikh Omar Odraogo. Hili jina inawezekana isiwe mara ya kwanza, pengine isiwe mara ya mwisho ukalisikia. Ukweli ni kwamba Young Africans wanahitaji beki wa kushoto kwenda kumpa changamoto mtu kama Mohamed Hussein. Ukijaribu kutizama kwenye michezo 5 ya kiushindani mpaka sasa hivi ambayo Pedro ameisimamia klabu ya Young Africans, ni kama vile unamwona kabisa Shadrack Boka anapewa tu hizo dakika 15, kuna muda alipewa dakika 2 nafikiri kwenye mchezo nafikiri dhidi ya KMC ule. Almuhimu ni kwamba anadokoa hizo dakika, na sidhani kama hichi ni kitu ambacho kinawafavor sana viongozi na mwalimu kuona kwamba ile nafasi haiendi kutafutiwa nguvu. Inawezekana kabisa Young Africans wakataka kuiaddress hiyo nafasi, na Cheikh Omar Odraogo ambaye anasimamiwa na Zambro Traore linaweza likawa ni jina ambalo ukalisikia zaidi, na pengine akawa kwenye mazungumzo mapana zaidi kuelekea kwenye dirisha dogo la usajili linalokuja.